Naam, karibu tena mtazamaji, asante sana kuchagua kutazama runinga ya KTN. Tukiendelea kumwomboleza shujaa ambaye wengi kwa kweli watamkosa na kumpata mwingine kama yeye itachukua wakati ama siku nyingi. Wakati mwingine historia hujificha katika vitu vidogo sana ambavyo vinakaa vya kawaida. Siku hii haikuwa tu kitambaa na uzi bali kumbukumbu ya taifa. Winnie Odinga aliishikilia kwa umakini sana na taadhima kofia nyeupe ya aina ya fedora kama mtoto ambaye anashikilia kilichosalia cha mzazi wake kwenye daraja la mwisho kati ya walio hai na gwiji aliaga dunia. Grace Ng'ang'a anatupa taarifa hiyo. Wakati ndege iliyobeba mwili wa Raila Odinga ilipotua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, picha moja ilinyamazisha taifa zima. Winnie Odinga akilishikilia kwa faraja kubwa vazi la kichwa la babake, macho yake akiwa amegubikwa na machozi. Ilikuwa picha yenye huzuni zaidi mtandaoni siku ya leo, lakini ndani yake kulikuwa na simulizi nzito ya urithi, upendo na historia pana. Kisha katika tukio lingine lenye ishara ya kina ya majonzi, Winnie akichutuma mbele ya mamake akimkabidhi mamake Aida Odinga kofia hiyo. Ilikuwa hali ya utulivu, heshima na takatifu kwa namna fulani. Labda ilikuwa njia yake ya kusema, sikuweza kumrudisha nyumbani mumeo uliompenda, lakini nimeleta kile alichokithamini. Kofia iliyoshuhudia historia sasa ilipumzika mikononi mwa mwanamke aliyesimama naye bega kwa bega. Mungu amsaidie apate hiyo kiti ambaye anataka. Katika kila hali ngumu, mateso na kufungwa gerezani, kampeni na usiku wa upweke uliojaa wasiwasi. Kwa Aida haikuwa tu kipande cha nguo, ilikuwa kumbukumbu, miaka ya kujitolea iliyoshonwa ndani ya kitu kidogo chenye dhamani kubwa. Haya. Kwa miongo kadhaa, kofia nyeupe ya Raila Amolo Odinga haikuwa tu mtindo wa mavazi, ilikuwa alama yake ya kumbukumbu katika nyakati zilizounda hatima ya Kenya. Alivaa wakati wa mapambano ya mfumo wa vyama vingi, katika mikutano mikubwa iliyotikisa tawala, na siku Kenya ilipotangaza katiba mpya mwaka 2010, matukio yaliyowekwa kwenye kumbukumbu za taifa. Kwa wafuasi wake, kofia hiyo ilikuwa ishara ya umakinifu na ustahimilivu. Kwa familia yake, ilikuwa faraja ya kawaida, sehemu ya utu wa yule mtu waliomfahamu zaidi ya jukwaa na mikutano. Hivyo basi, Raila alipovuta pumzi yake ya mwisho nchini India, Winnie alichukua kofia hiyo nyeupe. Aliweka kwa upole juu ya jeneza lake kana kwamba alikuwa akimvika taji kwa mara ya mwisho. Na mwili ulipowasili nyumbani, alishikilia kwa hathi na farja, kama binti anayeshikilia mkono wa baba yake aikataa kuachilia. Kwa Winnie ilikuwa kwa heri. Kofia nyeupe ya Raila huenda iliashiria uwepo wake katika kila hatua kuu ya historia ya Kenya, lakini katika kifo chake sasa inawakilisha muendelezo wa roho yake ndani ya wanawake wanaobeba jina lake, ujasiri wake na ndoto zake. Kwa maana wakati mwingine chombo kimoja tu kinaweza kubeba historia nzima ya mtu, ya familia na ya taifa linalojifunza kusema kwa heri. Grace Ng'ang'a, KTN. Na taifa zima limeelekeza